Yes, hamjambo tena kwenu nyote wa ndugu wapendwa, watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu mbichi za kila siku na kila wakati. Tunawasalimia wale ambao wako Marekani, Ulaya na Afrika. Salamu zetu ziwafikie kabisa. Tunawatakia tena asubuhi njema ya leo jeudi le 11 Desembre 2025 na tunawakaribisha kwa mara nyingine ndani ya habari zetu. Kama kawaida tumewaletea habari mbichi, habari kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo pamoja na habari mbalimbali tena tofauti zinazosemekana ndani ya nchi ya Kongo. Habari ambazo tumewaletea tutawapeleka moja kwa moja ndani ya mji wa Uvira ambapo baada ya kuingia kwa waasi wa AFC M23 mjini humo kuliripotiwa vifo vya watu wengi walioshambuliwa na hao waasi wa AFC M23. Tutawaambia kuhusu nchi ya Burundi ambayo iliamua kufunga mipaka yake yote inayopakana na nchi ya Kongo, maeneo hayo yaliyokaliwa na waasi wa AFC M23 kule Sud Kivu kuanzia pale Kavimvira ndani ya mji wa Uvira. Porte-parole wa gouvernement ya Kongo Patrick Muyaya alikuja kutangaza kwamba Kongo inaendelea kukua na matumaini ya kwamba Donald Trump, president wa Marekani, atawaondoa waasi wa AFC M23 na washirika wao RDF ndani ya maeneo ya Kongo. Tutawapeleka moja kwa moja ndani ya mji wa Goma ambapo Magloire Paluku aliuawa kwa kushambuliwa. Na tumewaletea habari mingi tena mbichi. Kama kawaida unayoifuata ni Kwetu TV, ni channel inayokuletea taarifa za kweli tena zenye uhakika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawasihi kusubscribe, mujiabone ili kukuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Muendelee kucomment na kulike, muzisambazi habari hizi kwa walio wengi ziwafikie. Muendelee kujiunga nasi na shene yetu ya WhatsApp ili kukuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Mujiunge nasi kupitia linki ambayo iko hapo chini ya titre. Ukishagusa hapo kutitre utapata linki hiyo, ujiunge nayo. Bila shaka utakuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Ili kufahamu kinachoendelea kabisa na kuomba kuwa nami mwanzo hadi mwisho upate kujua kabisa habari mbichi za asubuhi ya leo. Habari ambazo tumewaletea asubuhi hii ni kutoka ndani ya Sud Kivu ambapo tangu kuanza kwa mapigano ya waasi wa AFC M23 huko Kamanyola, Katogota, Luvungi, Bugerera, maeneo ya Luberizi mpaka ndani ya mji wa Uvira kuliripotiwa vifo vingi zaidi ya watu 410 wote walipoteza maisha yao. Wengi waliuawa mjini Uvira wakati waasi wa AFC M23 waliingia ndani siku ya jana. Ndani ya mji wa Uvira waliouawa mpaka muda huu kabisa hawajafahamika, ila ni wengi tena wengi zaidi. Wakaaji kutoka mjini Uvira wanatuambia ya kwamba wakati waasi wa AFC M23 walikuwa wakiingia ndani ya mji wa Uvira, walipoelekea makartie tofauti maaveni kule wakiukamata mji wote wa Uvira, kulikuwa kukisikika mashambulizi ya hapa na pale. Wakaaji wanasema kwamba kuna wanajeshi wachache wa wazalendo ambao walikuwa mule wakishambuliana nao, ila wanasema kwamba miongoni mwa waliouawa pale kuna wakaaji wengi ambao pia si wazalendo. Wanasema kwamba wakati wa kuingia kwa hao waasi wa AFC M23 walikuwa wakishambulia hapa na pale ndani ya mji wa Uvira, na muile kushambulia hapa na pale hapo wakaaji wengi walikuwa wakipatwa na mashambulizi hayo na kupoteza maisha yao. Wakaaji hapo wanasema ya kwamba jioni ya jana walikuwa wakiendelea kuona watu waliouawa hapo ndani ya mji wa Uvira, ambapo mpaka kwa sasa hawajafahamu ni watu wangapi, ila wanatuambia kwamba ni wengi sana tena sana zaidi. Mji wa Uvira ambao muda huu uko mikono ya waasi wa AFC M23 umeamka kabisa na kilio sana. Pole kwa wakaaji wa Uvira kwa hayo ambayo walikutana nayo. Na gouvernement ya Sud Kivu ilifanya raporo ya watu wote walio kufa kuanzia
maeneo ya Kamanyola mpaka mjini Uvira, wakatangaza ya kwamba kwa sasa kuna zaidi ya watu 413 ambao walipoteza maisha yao. Mnasikia ya kwamba ni watu wengi, watu zaidi ya 413 kupoteza maisha yao ndani ya siku 10 tu, ni wengi sana. Wakaaji ndio ambao wanaendelea kujikuta wakiteseka kutokana na vita hivi vinavyoendelea. Siku ya jana wakati waasi wa M23 waliingia ndani ya mji wa Uvira, walikuwa deploye kote, wakaukamata mji wote wa Uvira na wakafika kumpaka wa Burundi na Uvira pale maeneo ya Kavimvira. Baada ya hapo Burundi ikatangaza kuwa imefunga mipaka yake inayopakana na mji wa Uvira na maeneo ya Sud Kivu, ambapo walifunga frontiere yao ya Gatumba, wakafunga na mpaka wao wa Vugizo. Burundi inasema kwamba iliamua kufunga mipaka hiyo ili kujilinda na infiltration yoyote ambayo inaweza kuingia huko Burundi kupitia waasi wa M23 pale mjini Uvira na maeneo hayo yenye mpaka na nchi yao. Na nikiwakumbusha ya kwamba Burundi ndiyo nchi ambayo ilikuwa ikiwapokea wakimbizi wengi ndani ya siku hizi 10 za mapigano mfululizo ndani ya Sud Kivu. Kwa sasa gouvernement ya Sud Kivu ilisema kwamba Burundi iliwakaribisha zaidi ya wakimbizi 200,000. Mko nasikia ya kwamba ni wengi sana, ni wengi tena zaidi. Tuendelee na habari zetu. Patrick Muyaya, baada ya waasi wa M23 kuprogrese na kukamata maeneo mengi ndani ya Sud Kivu, ambapo nadhani ya kwamba mnajua ya kwamba ni mengi, kuanzia Luvungi mpaka Uvira ni kilomita mingi ambazo ziko ndani, ni maeneo mengi yaliyokamatwa. Huyu porte parole wa gouvernement ya Kongo alisema ya kwamba Rwanda iwezi kabisa kujificha mbele ya Trump kwa hayo ambayo inayafanya. President Donald Trump na viongozi wa Etats-Unis d'Amerique wanaweza kutumikisha mwaye yao, wanaweza kukamata maamuzi na kuiagiza Rwanda na washirika wake kujiondoa ndani ya maeneo ya nchi ya Kongo ambayo wanayakalia. Patrick Muyaya alisema hayo siku ya jana, kaonesha ya kwamba gouvernement ya Kongo ina matumaini ya kwamba Etats-Unis d'Amerique itamaliza vita hivyo vinavyoendelea. Ila hapa mimi naona ya kwamba Etats-Unis d'Amerique haiwezi ikamaliza hayo kama vile wanavyotarajia. Etats-Unis d'Amerique ni nchi ndiyo ambayo ina uwezo huo, ila mkumbuke ya kwamba tangu kuanza kwa vita hivi ilikuwa iko pale wakiendelea kuiagiza kurudia nyuma, ila hakuna maamuzi yoyote ambayo waliyakamata wakati ya M23 ilikuwa ikisonga mbele. Ifo kukuwa macho wa Kongomani na kufahamu kinachoendelea. Etats-Unis d'Amerique ina uwezo huo, ila par exemple nataka niwakumbushe kitu. Etats-Unis d'Amerique ilisaini makubaliano ya minere na nchi ya Ukraine. Mnajua Ukraine inapigana na nchi ya Russia. Wakati walisaini hayo, Ukraine ilikuwa na matumaini ya kwamba Etats-Unis d'Amerique itakamata maamuzi kabisa ya kusimamisha Ukraine ambayo Russia ambayo inaendelea kuikamata Ukraine. Kilichoshangaza Ukraine ni ya kwamba Donald Trump aliagiza Ukraine kuyaacha maeneo yaliyokaliwa na Russia na kubakiana na hayo maeneo ambayo wangali nayo, maeneo ambayo yanakaliwa na Russia wayasahau kabisa yao ya nchi ya Russia. Yale ambayo wako nayo ndio yenyewe waendelee kuyakontrole na vita ishe hivyo. Mnasikia ya kwamba alikuwa ameamua kuwa maeneo yote Russia iliyoyakalia ndani ya nchi ya Ukraine yabebwe na Russia, epu Ukraine ibakie na ile parti ambayo wako nayo. Sita analize mengi hapo, nadhani ya kwamba mumesikia. Wakongomani napendaka kusema ya kwamba vita hivi msivichukulie kuwa
ni vita ambavyo viko na iona guvernema tu, bali munapaswa kujua guvernema iko nafanya nini, guvernema ina mpango gani ili kumaliza vita hivi. Kama mnaona ya kwamba inaweza ikamaliza vita hivi, ndiyo ni vizuri, na wakati mnaona ya kwamba guvernema iko distremu mambo ambayo hayatamaliza vita hivi, maamuzi nanyi muna yakamata ili kujiondoa kabisa ndani ya hali kama na hii. Tuendelee na habari zetu, tuwapeleke ndani ya mji wa Goma ambapo Magloire Paluku, mojawapo wa viongozi wa AFC M23, aliuawa mjini Goma kwa kushambuliwa. Huyu Magloire Paluku yeye alikuwaka journaliste, tena na yeye ndiye fondateur wa Radio Kivu 1. Aliuawa jioni ya jana mjini Goma. Nikiwakumbusha kwamba huyu Magloire Paluku alikuwa mojawapo wa viongozi wa AFC M23 ambaye alikuwa amehukumiwa kifo mwaka wa 2024 na gouvernement ya Congo. Alikuwa amehukumiwa kifo akishutumiwa na mauaji ya kivita pamoja na traizo, yani usaliti. Huyu aliuawa jioni ya jana ndani ya mji wa Goma, akauawa kwa kushambuliwa. Na mji wa Goma mnajua ya kwamba uko mikono ya wasi wa AFC M23, na mtu kama huu mojawapo wa viongozi wa AFC M23 kuuawa kwa akishambuliwa inazua maswali mengi kwa wakaaji na wakongomani wote. Ni vipi kiongozi kama na huu anaweza akashambuliwa na marebele au na mabandi? Tunaendelea kufuatilia kwa karibu kabisa kifo chake. Tutawaambia mengi wakati habari zake zitatufikia za jinsi aliuawa. Na nawashukuru sana kwa kuwa mnaendelea kuwa nasi ndani ya habari zetu za kila siku na kila wakati. Muendelee kukuwa na asubuhi njema na mkuwe na siku njema pia, na mkumbuke kusubscribe, kucomment na kuzilike habari hizi na kuzisambaza kwa walio wengi ziwafikie. Asante sana.